Ninawasalimu katika jina la Yesu watazamaji wetu wa Pastor Chikawe. Asante kwa kutufuatilia, jina la Bwana libarikiwe sana. Leo ni siku nyingine ambayo Bwana Yesu ametupa nafasi ya kuweza kusema na nyie. Tulikaa muda mrefu hatujawahi kuzungumza kutokana na changamoto mbalimbali zilizo nje ya uwezo wetu. Lakini Mungu ni mwema, leo amenipa nafasi nyingine ili tuendelee kuelekezana, kukumbushana, kufundishana, hata kuonyana kwa mambo mbalimbali yanayohusu imani yetu. Siku ya leo nitaenda kutoa ufafanuzi wa kitabu cha Ufunuo sura ile ya 2 aya 12 na 13. Aya hii imehubiriwa sana na ndugu zetu wa Kiislamu, lakini tafsiri ambayo wanaitoa sio tafsiri sahihi yenye lengo la kumuondoa mtu katika imani aliyonayo kuhusu Yesu Kristo. Nitaenda kusoma kwa jina la Yesu sura ya 2 aya 12 mpaka 13. Naomba unifuatilie kwa makini na nitasoma kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni ile ambayo ndugu zetu wa Kiislamu isoma na kuweka tafsiri ya kwao ili kuweza kuwapotosha wasikilizaji wao, hususan Waislamu hata na Wakristo pia. Wapo Wakristo ambao wameacha imani yao kwa kusikia hiyo tafsiri ya wale ndugu zetu wa Kiislamu. Na mara nyingi sana watu wanabaki kuamini kwamba ni sahihi kile ambacho wamekisikia, ni kwa sababu ya kukosa kupata ufafanuzi katika makanisa yetu mbalimbali. Baadhi wanakuwa wapati ufafanuzi, lakini baadhi wanapata ufafanuzi na wengine wanaelewa moja kwa moja, kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe ndio mwenye kulielewa, na watu waliookolewa wanatembea na Mungu mahali pote. Roho wa Mungu waelekeza na uwapa ufafanuzi wa maandiko mbalimbali pale wanapoenda kusoma Biblia. Na nikushauri ndugu yangu Mkristo, hata kama ni Muislamu, hebu soma Bible ikusaidie kuishi katika ulimwengu wa sasa na wa baadaye. Maana Biblia ni kitabu kinachotoa maelekezo ya namna gani unaweza kuishi na wenzi wako katika ulimwengu, na pia namna ya kutafuta au kujiwekea mazingira mazuri yatakayokusaidia kwenda mbinguni ukaishi na Mungu milele, yaani Yesu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2 aya 12 ninasoma